أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى أفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. Tupo katika mwendelezo wa kitabu chetu kiitwacho Madarijul Ula, ambacho ni sherehe ya Tabarakatul Ula cha al-Imam Abul Mubarak Hasan ibn Umairi Ash-Shirazi afa Allahu anhu. Leo kwa taufiki yake Mola Subhanahu wa Ta'ala tutakuwa ni wenye kuendelea ukurasa nambari 52, na abiyati ambazo tutakuwa ni wenye kuendelea nazo ni ubeti namba 32 na ubeti namba 33 zinazosema kwa pamoja: wala ta'dil bi taqwallahi shay'a wada' anka almalalata wattarahi wa kayfa tanalu fi dunya surura wa ayyamul hayati ila insilahi, au kama hali. Anasema wala ta'dil, na wala usilinganishe, bi taqwallahi, kwa kumcha Mola Subhanahu wa Ta'ala, shay'an, na kitu chochote. Bimaana hii takwa ya Mola Subhanahu wa Ta'ala usije ukailinganisha na kitu chengine. Takwa ya Mola Subhanahu wa Ta'ala huwa hailingani na kitu chengine chochote. Wada' anka almalalata wattarahi, na acha, wada' na acha, anka kuepukana na wewe, almalalata ule kuchoka, ule uvivu, wattarahi na kujiweka mbali. Wattarahi ay at-tabaudi wat-ta'akhuri, kutokana na kule kujiweka mbali na kuchelewa chelewa. Wala ta'dil, na wala usilinganishe, bitaqwallahi, takwa ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, shay'an, usilinganishe taqwallahi na kitu chochote. Wada' na acha, anka kuachana na wewe au kutokana na wewe au kuepukana na wewe, almalalata kuchoka, bimaana uvivu, watarahi na kule kujibaidisha, kujiweka mbali, kwa maana ya kuwa kuchelewa chelewa, kujiweka nyuma nyuma. Achana na hayo mambo. Wa kaifa tanalu fi dunya sururan, na vipi utanali, bimaana vipi utapata. Wa kaifa tanalu, na vipi utanali, vipi utapata, fi dunya, katika ulimwengu kama huu, surura, vipi utapata furaha ndani mwa ulimwengu kama huu. Wa ayyamul hayati, na haya masiku ya uhai, ila insilahi, ni yenye kwenda kumalizika. Wa kaifa tanalu, na vipi utapata, fi dunya surura, katika ulimwengu kama huu utapata furaha. Wa ayyamul hayati, na hizi siku za uhai, ila insilahi, ni zenye kumalizika. Kama masiku kama haya ni yenye kumalizika, vipi wewe mwanadamu utaweza kupata furaha ya kudumu katika maisha ya dunia kama hii, dunia ambayo mwisho wa siku itakuwa ni yenye kutoweka, itakuwa ni yenye kuondoka. Kwa ajili hiyo hakuna kupata furaha ya milele, hakuna kupata furaha ya kudumu katika ulimwengu kama huu ambao masiku yake ni yenye kwenda kumalizika. Anasema wala ta'dil, na wala usilinganishe, ai tusawi, usilinganishe sawa, fi razanika, katika akili yako. Wala ta'dil ai tusawi, na wala usilinganishe, maana yake usifanye sawa sawa, fi razanika, katika akili yako, bimaana katika hizo busara zako. Bitaqwa Allahi, usilinganishe hii takwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alladhi, takwa ambayo huwa al-imtithalu bil awamiri wajtinabi an nawahihi, takwa ambayo ni kufuata maamrisho, wajtinabi an nawahihi, na kujiepusha kuachana na yale makatazo yake. Kwa hiyo hiyo takwa ya Mola usilinganishe shay'an, na kitu chochote, minal a'mali, kutokamana na amali, kutokamana na matendo ya ulimwengu kama huyo ambayo mtu anayoyafanya. Hayo matendo yake hayo asije akayafananiza, akayaona matendo yangu haya na kumcha Mola si sawa tu. Hapana, si maana hiyo. Wada' ay utruk, wada' na acha, bimaana utruku, acha, anka kuepukana na wewe, almalalata ay as-saamata, acha kule kuchoka, acha ule uvivu, anil a'mali salihah, kutokamana na kufanya matendo ambayo ni mazuri. Usichoke, usiingie uvivu, an a'mali salihah, kuachana na kuyafanya yale matendo mema. An kwa maana ya mutajawiza, maana usiachane na matendo mema kwa hali yoyote, yafanye, kwa sababu hayo ndio ambayo yatakayoweza kukusaidia
pale watu wakisikia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ujue matendo yako ndio ambayo yatakayokuwa sambamba na wewe kwa hali yoyote, kaburini, maisha yako ya kaburi pale, ya vile vile akhira, matendo yako haya. Anasema watruki tarahi, na acha ile tarahi. Ai, amefasiri hiyo tarahi, maana yake at-tabaudi ni kule kujiweka mbali, wa taakhuri anha, na kuchelewa kutokana na hayo matendo mema. Hiyo anha, alhau yaudu ila a'mali salihati. Kwa hiyo achana wewe na uvivu, ukaepukana na matendo mazuri. Achana na huo uvivu. Pia vile vile achana na kujiweka nyuma. Achana na kujitenga, kujiweka mbali, kuchelewa kutokana na kufanya yale matendo mazuri. Anasema watruki, na acha at-tarahi. Hiyo tarahi ay at-tabaudi, kujiweka mbali, wa taakhuri anha, na kuchelewa kutokana na hayo matendo mema salihati. Fattaqwa, basi taqwa hiya al-jami'atu li khairi dunya wal akhirah. Taqwa ni yenye kukusanya. Fattaqwa, basi hiyo taqwa hiya al-jami'atu, hiyo ni yenye kukusanya li khairi dunya wal akhirah, khairi zote mbili za ulimwengu na pia vile vile khairi za akhirah. Al-kafiyati li jami'il muhimmati, taqwa ni yenye kutosheleza. Taqwa ni yenye kutosheleza. Al-kafiyat ni yenye kutosheleza li jami'il muhimmati, kutokamana na yale mambo al-muhimmati, yale mambo muhimu, yani mambo ambayo mtu huyatarajia katika ulimwengu wake kuweza kuyapata, arzaki pamoja na mambo mengine. Ukiwa na uchaji, basi utaona automatic Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa anakuepesishia zile riziki zako kwa namna ambazo wewe mwenyewe hukuzidhania. Kwa hiyo pia vile vile hiyo takwa al-kafiyati, yenye kutosheleza li jami'il muhimmati, kutokana na yale mambo yote ya muhimu. Al-muballighati ila a'la darajati, takwa ambayo yenye kufikisha kwenye daraja za juu. Al-muballighati, yenye kufikisha ila a'la darajati, kwenye daraja za juu. Fil ubudiyati, katika kuabudu. Fil ubudiyati, katika kuabudu. Walaqad ahsana man qala shi'ra, na hakika amefanya uzuri mno yule aliyosema hili shairi, ala innama taqwa hiya al-'izzu wal karam, wa hubbuka lid-dunya huwa ad-dhull wal 'adam, wa laysa 'ala 'abdin taqiyyin naqisatun idha sahha at-taqwa wa in haka au hajam. Asema ala, tambua, fahamu, elewa ya kwamba innama, hapana jenginelo, at-taqwa, ucha Mungu, uchaji, yal izzu wal karam, hiyo ni izzi, ni utukufu, au al-izzi ni ushindi huo, wal karam, na utukufu. Yal izzu ni ushindi huo, wal karam, na pia vile vile utukufu. Hiyo taqwa bimaana kujivisha taqwa mtu, kama tulivyosoma kule nyuma katika ile shairi linalosema idhal mar'u lam yalbasu thiyaban min at-tuqa taqallaba uryanan walau kana qasiya. Ni pia miongoni katika faida zake, taqwa humfanya mtu kuwa ni mwenye kuvaa vazi, na ikiwa kama hana taqwa ndani ya moyo wake, basi hugeuka kuwa ni uchi, hata kama amevaa nguo tukimuona, lakini kwa sababu hana taqwa, basi huyo yao. Kwa hiyo jua ya kwamba innama taqwa, hakika taqwa hiya al-izzu, ni ushindi, wal karam, na ni heshima, ni utukufu, wa hubbuka lidunya, na kuipenda kwako dunia, huwa dhullu wal adam, huwa ni udhalili na ni kukosekanwa huko. Maana hiyo dunia mwisho wa siku itakosekana, haipo. Wal adam, ni jambo ambalo halipo kabisa, ni lenye kukosekana. Walaysa ala abdin, na wala haikuwa juu ya mja taqiyi, ambaye ni mchaji, naqisatun, hakuna upungufu juu yake. Walaysa ala abdin taqiyi naqisatun, na wala hakuna juu ya huyo mja mchaji, mja mcha Mungu, waalaikumsalam, mja mcha Mungu, hakuna upungufu juu yake. In sahha taqwa, ikiwa kama itaswihi taqwa. In sahha taqwa, ikiwa kama ataiswahihisha. In sahha, ikiwa kama ataiswahihisha at-taqwa, hiyo taqwa, ikiwa taqwa yake itakuwa ni sahihi, ni ya kweli kabisa, basi mja kama huyu kwake yeye hakutakuwa ni upungufu huo, bali kwake yeye ndio utakuwa ukamilifu, kwa sababu atapata
sababu ya kuweza kusalimika kwa kupitia takwa kama hiyo ndani mwa ulimwengu wake, pia vile vile ndani mwa akhira yake. Asema walaisa, na wala hakuna ala abdin taqiyi, juu ya mja ambaye ni mchaji, na qisatun, hakuna upungufu, idha sahha taqwa, ikiwa ataisahihisha ile takwa, wa inhaqa, hata kama akiwa ni mshonaji, wa inhaqa, hata kama akiwa ni mshonaji, au hajam, au hata kama atakuwa ni mpiga chuku. Yani haijalishi yeye atakuwa ana kazi gani ambayo itakayokuwa ni yenye kumtilia kipato kazi kama ile, lakini madhali ana takwa ndani ya moyo wake, madhali hufuata amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoamrisha, basi huyu haijalishi atakuwa ni mtu mwenye kazi gani, awe ni haka ni mchonaji, maana ni fundi charahani, au hajam, au hata kama atakuwa ni fundi, ni mpiga chuku, lakini ala kulli hali madhali anatakwa ndani ya moyo wake, basi moja kwa moja atakuwa ni mwenye kufaulu katika ulimwengu wake. Anasema famanazilu taqwa thalathatun, basi manazil, vituo vya takwa ni vitatu. Famanazilu, basi vituo at-taqwa, vya takwa, thalathatun, ni vitatu. Cha kwanza kabisa, taqwa anishirki, ni kujikinga kutokamana na shirki. Hicho ni kituo cha kwanza katika miongoni mwa vile vituo vitatu. Wa taqwa anil bid'ati, na kituo cha pili katika miongoni mwa vituo vya takwa ni kujikinga kutokamana na bid'a, yale mambo ambayo ni yenye kuzuka na yale ambayo yenye kukhalifiana na dini, yenye kuzuka kisha akakhalifiana na utaratibu wa dini. Jambo la pili vile. Wa taqwa anil maasi alfar'iyati, na pia vile vile kujikinga, wa taqwa, na kujikinga, anil maasi alfar'iyati, kutokana na yale maasi ya far'i, yale maasi ya tanzu, alfar'iyati, ya tanzu, yale matawi. Kwa hiyo hivyo vituo vitatu hivyo, ikiwa mtu atajiepusha na vituo kama hivyo, kwanza kabisa akajiepusha na shirki, pia akajiepusha na bid'a ambayo kwamba ni yenye kwenda kinyume na dini. Usiingie sana kwenye bid'a, lakini albid'atu bid'atani, bid'atun hasanatun wa bid'atun qabiha. Kuyawache hapo. Anasema na pia vile vile mtu akajiepusha kutokamana na kuyafanya maasi, basi moja kwa moja mtu kama huyo atakuwa ni katika watu ambao wanatakwa, wana uchaji ndani ya mioyo yao. Walaqad dhakaraha subhanahu wa ta'ala fi ayatin wahida, na hakika ametaja hilo tulilisema hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hali yakuwa ametukuka katika aya moja, pale aliposema laisa 'ala alladhina amanu wa 'amilu salihati junahun fima ta'imu idha mattaqaw wa amanu wa 'amilu salihati thumma taqaw thumma wa amanu thumma taqaw wa ahsanu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Anasema laisa 'ala alladhina amanu, hakuna kwa wale ambao walioamini, wa amilu salihati, kisha wakatenda matendo mema, junahu, hakuna kosa kwao, hakuna madhambi kwao wao, fima taimu, katika kile ambacho wamekula, idha mattaqau, watakapokuwa ni wacha Mungu, wa amanu, na wakamwamini Mola, wa amilu salihati, na wakatenda matendo mema, thumma taqaw wa amanu, kisha wakamcha Mola kwa mara nyingine na wakaamini, thumma taqaw wa ahsan, kisha wakamcha Mola na wakafanya ihsani. Inna Allaha yuhibbu almuhsinina, hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wale muhsinina. Fattaqwa alula, basi hiyo takwa ya kwanza, taqwa anishiriki, ni kujikinga au kujilinda kuachana na shiriki. Wal imanu alladhi, na imani ambayo kwamba fi muqabalatihi tauhidu, sambamba yake ipo sambamba na tauhidi, mkabala wake ipo sambamba na tauhidi. Wattaqwa thaniyatu, na takwa ya pili, anil bid'i, ni kujilinda kujikinga kutokana na bid'i. Wal imanu alladhi dhukira ma'aha, na imani ambayo imetajwa pamoja na hivyo, pamoja na hiyo takwa, iqraru, ni kule kuthibitisha uqudi ahli sunnati wal jamaa, zile aqida, vile vifungo vya ahli sunna wal jamaa. Wattaqwa thalithu, na takwa ya tatu, anil maasi alfar'iyya, ni kujiepusha kutokana na maasi ya alfar'iyya, maasi yale tanzu, yale matawi yale,
walal iqrara fi hadhihi, na wala hakuna kutulizana katika haya tuliyoyasema. Walal iqrara, na wala hakuna kutulizana fi hadhihi almanzila, katika vituo hivi. Walal iqrara, wala kutulizana fi hadhihi almanzila, katika vituo hivi. Wa yuqabilu hal ihsanu, na huwa ni mkabala na hiyo takwa tuliyosema hapa ya mara tatu. Al-ihsanu, mkabala wake huwa ni ihsani, kufanya wema. Wa huwa ta'atu, nako ni kutii. Wal istiqamatu alaiha, na kuwa na msimamo juu ya taa kama hiyo. Fatakuna, basi huwa manzilatu almustaqimi ta'a, manzilatu almustaqimi at-ta'ata, huwa ni manzila ya yule mwenye kudumisha taa. Almustaqimi ta'ata, yule mwenye kudumisha taa. Fal ayatu, basi hiyo aya, jamaati dhikra almanazili athalathi, imekusanya katika kutaja vile vituo vitatu. Cha kwanza manzilati al-imani, cha pili wa manzilati sunnati, cha tatu wa manzilati al-istiqamati taa, kadha qaluhu. Anasema hiyo aya imekusanya katika kuvitaja vyote vile vituo vitatu. Kwanza ametaja manzilati al-imani, kituo cha iman, wa manzilati sunnati, na manzila ya sunna, kituo cha sunna, wa manzilati al-istiqamati taa, na manzila au na kituo cha kuwa na msimamo katika taa. Sio leo umenyooka kesho umepinda, kuwa na istiqama, msimamo. Kadha hivyo hivyo, qaluhu, ndivyo alivyosema hivyo. Ya khayra khalqillah, ya khayra khalqillah, ya khayra khalqillah Muhammad.